Shule ya sekondari ya Kurasini inayopatikana katika manispaa ya Temeke ilifanikiwa kushiriki mradi wa Uwezo Award kwa mwaka 2019 unaoendeshwa na shirika lisilokuwa la kiserikali la Great Hope Foundation. Katika mradi huu, wanafunzi hushindana kubuni na kutekeleza miradi itakayoleta mguso chanya kwenye jamii inayowazunguka na kuwapa ujuzi wa kijasiriamali na pia kuwawezesha kutambua na kuthamini uwezo wao ambapo mara nyingi hauonekani darasani moja kwa moja. Katika Uwezo Award mwaka 2019, shule hii ya Kurasini ilishiriki na kufanikiwa kupata tuzo ya shaba, yani Bronze Trophy, kwa kuwa washindi wa 12 kati ya shule 100 zilizoshiriki mradi huu kutoka mkoa wa Dar es Salaam na Pwani. Je, wanafunzi hao Kurasini walifanya mradi gani? Katika Uwezo Award ya mwaka 2019, sisi kama wanafunzi wa shule ya sekondari Kurasini tuweza kufanya mradi wa mazingira pamoja na mradi wa afya. Hivyo jina la mradi tuliita Health and Environmental Cleanliness. Vitu ambavyo tuweza kufanya katika mradi huo ni pamoja na kutembelea kituo cha afya cha Temeke, na tuweza kujitoa kama wanafunzi kufanya usafi siku hiyo. Ilikuwa ni siku ya Jumamosi. Pia tuliweza kuwaona na kuwatembelea wagonjwa, kuwatia moyo, kupata hamasa kwamba wanaweza kupona na kuendelea na maisha. Tuliamua kufanya mradi wa afya hususan katika hospitali kwa sababu tulijua kwamba wagonjwa ni sehemu ya jamii. Tulifanya miradi mbalimbali iliyotuingizia pesa. Cha kwanza tulianza kuchangishana kwanza pesa ambayo ilikuwa general mchango. Tulichangishana kila member ilikuwa shilingi 3000. Baadaye tukapata zile fedha ambazo tukaenda kununua mbegu za mboga mbalimbali. Spinachi, bamia, matembele, tukaenda kulima. Baadaye ndio tukaanza kuuza hizo mboga, tukaenda kupata na pesa zingine ambazo tukaenda kufanya na mradi mwingine ambao ulikuwa ni mradi kuanza pilipili na kuuza pilipili. Baadaye tena tukaanza kuuza hadi karanga. Pia tulifanya bonanza ambayo kila mtu ambaye kama anaenda kuingia katika onyesho lile alitoa shilingi 500. Ambayo nayo ilikuwa ni moja ya mradi wa kupatia pesa. Na jumla ya pesa hizo ilikuwa ni 288,400, ambazo pesa tukaweza kutupa msaada mpaka tukaenda kutoa msaada mbalimbali katika Temeke hospitali, tukanunua vifaa kule vya kwenda kufanyia usafi kule Temeke. Hiyo ndio hapo ndio miradi ambayo tunaenda kufanya kwa mwaka 2019 ili kuweza kupata pesa. Ni changamoto zipi waliweza kukumbana nazo katika kukamilisha mradi huu? Katika mradi wetu changamoto mojawapo tulizokutana nazo ni mabadiliko ya tabia nchi, ambayo mvua zinaponyesha kubwa, shule yetu ipo katika uwanda wa chini, maji yanapata kujaa, na tulikuwa tumelima mazao ambayo tungeweza kupata pesa za kuendesha mradi wetu, ambayo yaliharibika kutokana na mvua zile. Maji yalijaa kiasi ambacho kafika mazao yote yakafunikwa. Tulipata changamoto mbalimbali ikiwemo kutokuwa na vifaa, kwa sababu tulifanya mradi wa kulima, tukakosa vifaa vingi vya kutendea kazi. Kwa hiyo tukajikuta tunatumia muda mrefu kwenye kulima, kumwagilia. Sometimes maji huwa yanakatika, huwa tunakosa ni jinsi ya kufanya, unakuta mboga zinanywea. Na pili, katika bidhaa zetu tulizotengeneza, maana tulitengeneza pilipili. Wakati tunatengeneza pilipili, tuliweka idadi ya chupa. Kwa hiyo tunakuta bidhaa zinakosa wateja, kwa hiyo zinakuta zimeharibika, na kwa hiyo tunakosa pesa. Inatubidi sasa tutumie muda mwingine tena kutengeneza hizo bidhaa. Kuna baadhi ya walimu na wanafunzi kwa ujumla hawakuelewa jambo tulikuwa tunalifanya lina umuhimu gani kwetu, ila mbali na hapo kuna wachache wao ambao waliweza kutuelewa na kutuamini katika kitu tulichokuwa tukifanya. Wale ambao hawakuweza kutuelewa kitu gani tulichokuwa tunafanya walikuwa ni watu kukatisha tamaa. Walikuwa wakisema kwamba mnachokifanya mnajipotezea muda, mmekuja shuleni kwa lengo la kusoma, sio kufanya masuala ya project au vitu vinavyohusiana na uwezo. Na pia mbali na hapo tukakutana na kikwazo kingine ambacho kilikuwa ni ushirikiano miongoni mwa wanachama wa Uwezo. Na hatukumaliza nao wote. Kuna wengine walikata tamaa, kushindwa kuamini kwamba tunachokifanya kitakuwa kina mafanikio mbeleni. Walikata tamaa. Ina maana mtu aliyekata tamaa akatukwamisha katika kufanya project zetu. Pale ambapo let's say tunasema tuchangishe kiasi kidogo, kila member atoe kiasi fulani, kuamini kwamba kile kiasi kinaweza kama msaada kwa katika kuendeleza project. Tulipokuwa tunafanya mradi,
tulitarajia kushinda. Hivyo tulivyoshinda tulijisikia vizuri kama sisi wanafunzi wa Kurasini, kwani ilitupa hamasa ya kufanya mengi makubwa katika mwaka unaofuata. Pia ilitupa hamasa katika kujua jinsi gani ya kupambana na jamii inayotuzunguka. Ni mambo gani unajivunia kujifunza kupitia mradi huu? Nilichojifunza kupitia Uwezo wa Wadi ni kuichukua changamoto kama fursa. Kivipi? Katika moja ya mradi ambao tuliofanya mwaka 2019 ni kulima bustani ya mboga mboga. Tunaona baadhi ya changamoto ilitukuta, yalitokea mafuriko na baadhi ya mazao yetu yalichukuliwa na maji, lakini tukaichukua hiyo changamoto kama ni moja ya fursa. Hatukukata tamaa, mafuriko yalipoisha tukaendelea na kilimo chetu cha mboga mboga na mwisho wa siku tukaja tukafanikiwa. Jambo lingine ni jinsi gani ya kuishi na jamii. Tulienda katika hospitali ya Temeke, tukaenda kushiriki na kuona ni jinsi gani watu pale walivyo, ni jinsi gani jamii inateseka. Tulienda tukafanya usafi, tukashirikiana nao, tukapeleka baadhi ya vifaa vya hospitali. Nimejifunza kuwa jasiri na kutokata tamaa katika kile ambacho ninakifanya. Na kitu kingine pia nimejifunza kutokuwa tegemezi katika jamii yangu na kuweza kujisaidia mimi mwenyewe. Pale ambapo wanafunzi wetu walikuwa wanatukatisha tamaa na kusema kwamba hamtajifunza chochote katika Uwezo wa Wadi na mnapoteza muda, sikujali na nilikuwa jasiri katika kujifunza na kuendelea kutaka kujifunza pia. Katika klabu ya Uwezo wa Wadi nimejifunza kuwa jasiri. Pia nimejifunza kuwa na ushirikiano baina ya watu na jamii. Nimejifunza kwamba ushirikiano ni muhimu pale ambapo tunafundishwa kwamba katika klabu tunatakiwa tuwe na upendo, tuwe na ujasiri, na pia tulijifunza kuwa na ujasiri kama wanawake na kujitambua katika maisha, kwa kuwa kuna maisha mengine tofauti na shule. Nimejifunza kujiamini, na pili nimejifunza kuweza kujitegemea mimi mwenyewe kwa kufanya ujasiriamali. Kwa hiyo naweza nikajiamini mimi, nikakipeleka kitu changu katika jamii kikapokelewa tofauti na mimi vile nilivyofikiria. Mambo makubwa ambayo nimejifunza katika kufanya mradi ni cha kwanza kuamini kwamba ninachokifanya katika mradi huu kinaweza kunisaidia mbali na shule, kinanisaidia katika maisha yangu binafsi, kuendesha maisha yangu ya kila siku, kujipatia 200-300 pale ambapo ninapokuwa mbali na elimu, kwa sababu ni wanafunzi ambao tunasoma, lakini mbali na hapo tutamaliza. Kuna wengine watapata nafasi ya kuendelea mbele na wengine hawatopata nafasi, lakini pale ambapo nashindwa kupata nafasi ya kuendelea, ina maana ninaweza kutumia ule ujuzi niliopata kupitia klabu hii ya Uwezo. Jambo kubwa ambalo nimejifunza katika miradi ile, cha kwanza kabisa nijifunza zaidi kwamba baada ya maisha ya shule naweza kwenda kujitegemea mimi mwenyewe. Mfano ujasiriamali, kuuza bidhaa mbalimbali, ama katika kilimo. Pia mwenyewe hapa niliweza kuwapa faida hata wana klabu wenzangu, kwa sababu mwenyewe na uwezo waseme kwamba ni mtaalamu wa kilimo. Kwa hiyo nikaweza kuwapa na wenzangu ujuzi wa kwenda kufanya kilimo. Kwa hiyo pia ni faida moja hapo ambayo nilipata. Mimi nilikuwa mwenyekiti katika huo mradi. Mambo ambayo nilijifunza ni kama kujua jinsi gani ya kuisaidia jamii. Pia ilinipa hamasa kwamba kama mwanafunzi naweza kufanya mambo mengi makubwa katika jamii inayonizunguka. Hivyo naishukuru Uwezo kwa sababu imetupa hamasa na uwezo kwa kila mwanafunzi kujua jinsi gani atapambana na jamii ambayo baadaye anakuja kuishi. Mwalimu aliyesimamia mradi huu katika shule ya Kurasini pia alielezea mtazamo wake juu ya mradi huu. Kwanza imewatengenezea vijana uwezo wa kutambua vipaji vyao. Kwa maana kwamba kuna wengine walikuwa hawajui kwamba wana uwezo wa kufanya vitu mbalimbali ambavyo vitawasaidia wao na itasaidia jumuiya inayowazunguka. Kwa mfano hapa Kurasini tuna changamoto mbalimbali. Katika zile changamoto wao ndio wamekuwa suluhisho kwa hizo changamoto. Kwa mfano tulikuwa na hapa shuleni kulikuwa na tatizo la vijana kuongea Kiingereza. Wao sasa wakaliona lile tatizo, wakaanzisha kampeni
ya kuwasaidia vijana wote waweze kuongea Kiingereza pamoja na kuweka mabango mbalimbali. Yale yakaamsha ari tena wanafunzi kuongea Kiingereza na wageni kuongea Kiingereza. Vile vile ujasiriamali, walikuwa na bustani yao ya mboga mboga. Bustani ile ilikuwa inasaidia kuwalisha walimu pamoja na wanafunzi wenyewe. Na walikuwa wanapata pesa. Utakuta fungu walikuwa wanauza shilingi 500. Ile hela 500 walikuwa hawatumii, wanaikusanya. Walipokuwa wanaikusanya, ile hela sasa walikuwa wanaitumia tena kwa ajili ya kutengeneza miradi mingine, project zingine ambazo zilikuwa wanawasaidia wao wenyewe kama wanafunzi, lakini inasaidia shule na inasaidia na mazingira mengine. Na huu ndio mradi ambao uliwapa wanafunzi kutoka shule ya sekondari ya Kurasini ushindi katika Uwezo Award 2019.